Alona unyenyekevu hukutana na Wahabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu ndugu mtazamaji wa MTA Africa katika kipindi chetu cha safari kuelekea Uislamu, kipindi ambacho kinakuletea historia za watu mbalimbali ambao wamejiunga na Jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Utaweza kwenda kufahamu kabla na baada ya kujiunga na Jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya, mfumo wa maisha yao, watu hao walikuwa wanaishi vipi. Na mtangazaji wako wa leo ni mimi Husama Hanifu Mpogo, na mgeni wangu wa leo ni mzee Kasimu Mlisho Maftaha. Kwa hiyo nakusihi uendelee kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Karibu mzee Maftaha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo. Jazakumullah, asante. Mzee Maftaha, tunataka tujue kwa ufupi mzee Maftaha ametokea wapi? Mzee Maftaha amezaliwa wapi? Kwenye familia ya watu wangapi? Karibu. Unajua wanadamu wanahamahama. Babu huyu mzee Maftaha yeye ametoka nje ya Tanzania kipindi cha nyuma kabisa, miaka ya 1800 huko. Akaishia huko Tabora, mikoa ya Kigoma na Tabora. Hii ni mikoa ya magharibi ile. Sasa naweza nikasema kwamba hapo ndio chimbuko langu mimi. Wazazi wangu walibarikiwa kupata watoto watatu. Kwanza kwa mama yetu, kuna kaka yetu, alafu akafuata dada yangu, mimi nikawa watatu. Baada ya hapo wazazi wakahitilafiana. Mama alikokwenda aliolewa na wakina baba wengine, lakini hakujaliwa kupata watoto. Ila baba alitoka akaenda tena akapata mama mwingine, akapata tena watoto wawili. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa upande wa baba tuko watano. Kwa mama tuko watatu. Bahati mbaya mama alipotoka kwa baba huku hakupata tena mtoto. Kwa hiyo kwa ujumla sisi tuko watano. Huko watu watano. Na mlibahatika kuishi katika nyinyi watu watano, mlibahatika kuishi pamoja kwenye familia moja? Ndio. Utuambie familia hii ya watu watano, maisha ya nyumbani yalikuwaje? Baba kwenye upande wa imani alikuwa ni mtu wa imani gani? Alikuwa ni Muislamu? Baba alikuwa Muislamu na mama alikuwa Muislamu. Wote walikuwa Waislamu. Sawa. Wote walikuwa Waislamu. Waislamu walikuwa wanatekeleza mafundisho ya Uislamu kwa maana ya sala tano, au walikuwa Waislamu ambao labda ibada ilikuwaje, yani mfumo mzima wa ibada pale nyumbani? Nikiangalia au nilivyoshuhudia ni kwamba kwa upande wa baba hakuwa karibu sana na upande wa dini, ila mama chimbuko lake yeye alikuwa mtaabadi. Yeye alikuwa katika utaratibu wa dini. Kwa hiyo ilivyotokea ni kwamba baada ya hao kutengana, sisi tulikuwa tunatembea. Maana baba alitoka alifanya maskani kwanza Mwanza, akafanya baada akatoka akafanya maskani Mwanza, Tanga. Ila mama yeye alipotengana na baba, alipotengana na baba, mama akawa amebaki Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa sisi tulikuwa tunatembea mara huko Dar es Salaam, mara huko Tanga kwa baba. Hata na taratibu za masomo zilikuwa hivyo hivyo. Taratibu za masomo ulipata nafasi ya kusoma madrasa? Nimesoma madrasa nilipokuwa Tanga. Nimesoma Babara 6 kwanza. Kwa hiyo mwalimu sikuzingatia jina lake, nilikuwa bado mdogo. Alafu nikahamia Babara kwa mwalimu mmoja wa kabila gani, kama Waarabu hivi. Alikuwa anaitwa Mwalimu Abdallah, Babara 13. Kwa hiyo nimesoma pale. Muda mfupi niliumwa. Mama naye akatoka Dar es Salaam akaja Tanga. Kaja akanichukua, nikaja Dar es Salaam. Kwa hiyo ilikuwa ni elimu yangu ya kuunga. Sasa nilipofika Dar es Salaam, baada ya kupona
mama akanipeleka shule pale Magomeni. Nimesoma Magomeni pale, Magomeni Primary School. Nimetoka pale nikamaliza ile primary school, nikaingia middle school pale pale Magomeni. Nimetoka maana zilikuwa ziko karibu. Nimetoka primary pale darasa la 4, nikaingia middle school darasa la 5 mpaka la 8 wakati ule. Tukamaliza wakati ule. Sasa. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule na kuanza kujitegemea sasa, kwa maana ya haupo kwa wazazi, kwa maana ya kimaisha unajitegemea wewe mwenyewe, katika kipindi hiki hali yako ya kiibada ilikuwaje? Ulikuwa unajishughulisha vipi na masuala ya ibada? Kwa kweli mimi sikuwa mbali na ibada. Mimi nilikuwa nafuata utaratibu, kwa sababu vioni walikuwa wanatoa maelezo, ingawa vioni walikuwa hawatilii mkazo sana. Hii ninalaumu kidogo kwa upande wa ndugu zetu, kwa sababu wakati ule nilikuwa sifahamu kama kuna nini wala nini, lakini kwa sasa hivi ndio nafahamu hivyo, kwamba walikuwa hawana utaratibu wa kufundisha watoto kuswali au kufanza nini. Kulikuwa na mambo mengi tu, mambo ya kaswida, mambo ya maulidi, mambo ya ziara. Hivyo ndio vitu ambavyo mlikuwa mnafundisha, lakini sio ibada ya kusali kwa maana ya sala 5. Ndivyo tulikuwa tunavizingatia. Okay, sawa. Sasa tuende mbele kidogo. Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya uliifahamu vipi kwa mara ya kwanza, na ilikuwaje ukajiunga na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya? Jumuiya ya Ahmadiyya bwana, mimi nimeanza kuifahamu, kupata fafanuzi zake kupitia kwa mjomba wangu, kaka wa mama. Yeye alikuwa mwanajumuiya. Sasa nilipokuwa nikienda kwa mjomba, basi ndipo nilipokuwa napata hili joto la jumuiya. Na nilipokuwa nikienda kwake, basi alikuwa anafanya jitihada ya kunionyesha vitu au utaratibu au kunijulisha Ahmadiyya ni nini. Basi ndo akawa ananieleza na hivi, na bahati nzuri wakati nikifika kwake nipata bahati ya kukutana na marehemu Sheikh Kaluta Amri Abedi, manake walikuwa wako pamoja. Kwa hiyo yeye Sheikh alikuwa anakwenda sana nyumbani kwa mjomba pale, wanazungumza, unaelewa. Kwa hiyo na mimi nilikuwa karibu pale. Basi nikawa najaribu kuchukua yale mazungumzo yao na yapima na nini na hivi. Ambukizo lilitokea hapo. Halafu na mjomba nakumbuka wakati fulani mjomba alifanya jitihada ya nakumbuka kuna mara kadhaa hivi huwa kulikuwa na mikutano midogo hapa Masjidi Salam miaka ya 60 ile. Basi kuna wakati inapotokea hivi huwa wanaandaa invitation cards, vikaratasi vya kadi za mwaliko, ukaribu za kualika watu kwenda kuna nini. Basi mimi mjomba alikuwa ananipa ile ili nije hapa na kuweza nayo upate kuhudhuria. Basi mpata kuhudhuria hapa ule msikiti wetu, msikiti ule wa zamani. Basi napata maelezo yanayopita pale. Walikuwa wanafanya jitihada. Nakumbuka wakati ule alikuwa marehemu Sheikh Inayatullah Ahmad. Alikuwa hapo. Kwa sasa tukio hasa ambalo lilikufanya wewe sasa ukafanya maamuzi, kwa sababu jumuiya ulikuwa unaisikia kwa mjomba, na mjomba alikuwa anakupa mialiko ya kuja kwenye shughuli mbalimbali za jamaati na ulikuwa unafika. Unakumbuka tukio ambalo lilokusukuma kwamba sasa mimi bwana, sasa kwa haya au niliyoyasikia na yale uliyoyapata kwa mjomba na haya uliokuwa unakuja ukiyaona wakati kwenye hiyo mialiko,
kwa sababu mimi na sign bayat au najaza bayat na kuwa Ahmadi? Maamuzi yalikuja muda mrefu baada maana yake nilikuwa nimeshaanza kupata akili. Nakumbuka ilikuwa mwaka 65. Mwaka 65 mimi nilishakuwa na mvulana na miaka karibu 20, maana yake mimi nimezaliwa 1945. Kwa hiyo miaka 20 ile nilishajikuta kwamba ni mtu mwenye fafanuzi, mtu mwenye maamuzi. Sasa nilipoona ile hali na kupata mawaidha, manake kuondoa jitihada alizokuwa anazifanya mjomba kwangu mimi, na baadaye tena nikawa naona kulikuwa na walimu hapa wa zamani. Kuna mwalimu Abdul Imran alikuwa hapa wakati ule kijana sana, mwalimu Ahmed Mbiana alikuwa hapa wakati ule kijana sana, na wengine kina Haruni Isa, kina bwana Jombo Suleiman Jailani, kina ndugu wengi ambao wako wakati ule. Basi nikaona walikuwa na utaratibu wa kuzunguka mitaani, sokoni kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya mahubiri. Sasa naona wanapokutana na watu, wanapozungumza yale maelezo yao yanakuwa mazito kuliko kwa upande mwingine, kwa upande wa pili. Sasa nikaona hii nini hawa wanazungumza. Wakati ule vijana walikuwa bado vijana walikuwa smart, nguo zao zinapendeza kabisa na zile kofia za angalawa zile safi. Sasa wanazungumza yani kwa haiba, wanazungumza bila ya hofu na nini. Sasa hoja zinazotoka kwa wale watu wengine zilikuwa nyepesi tu. Na sasa nikaona hawa kweli hawa ndio Waislamu wanafaa kufuata ni utaratibu. Kwa hiyo kishawishi kilianzia hapo. Basi kidogo nikawa, maana ilitoka kipindi fulani nilikaa na dadangu Kigamboni. Kwa na dadangu aliolewa na Kigamboni kule. Basi na shemeji yangu naye vile alikuwa Ahmadia, alikuwa Mkristo. Alipojiandaa kutaka kumwoa dada, basi mjomba akafanya jitihada ili bwana naye awe Muislamu. Alikuwa Mkristo, awe Muislamu. Kijana mmoja alikuwa na bwana Adam Mwazuma alikuwa anaitwa Adam Kutoja Mwazuma. Yeye alikuwa ni mtumishi wa benki. Basi kuna kipindi dada alinitaka mimi niende nikakae kwake. Nataka nitoke nyumbani niende nikakae na dada. Basi ndio nikakaa na dada Kigamboni kule na shemeji. Basi tukaendelea na maisha. Sasa kila Ijumaa dada anapokuja msikitini na shemeji anakuja kazini. Alikuwa hapa National and Greenress Bank. Na kila Ijumaa dada anatoka anakuja huko. Sasa na mimi nikawa sasa nafuata ile kanuni. Kwamba wewe unatoka na dada yako unakuja msikitini. Wakati umeshajaza bayat? Wakati kwanza ilikuwa bado. Nataka utueleze tukio ambalo hasa ilofanya ukajiunga kwamba sasa bana leo mimi nafanya maamuzi na ya kujaza bayat. Twende hapo moja kwa moja kwenye hilo tukio. Ni kwamba nilipoona sasa nimetosheka. Nilipoona nimetosheka, basi nikaja tu hapa ofisini. Nikaja ofisini hapa, basi nikamkuta Sheikh Muhammad Munawari hapa. Alikuwa pale ofisini pale general office. Kulikuwa na meza kubwa sana inamwagwa vitabu pale na magazeti kama library. Watu walikuwa wanaruhusiwa tu kuja pale, basi wanavuta viti wanakaa wanasoma. Sasa basi na mimi nikawahi kufanya nikawa nafanya mazoezi ya namna hiyo, mazoea. Nikawa nafika pale hapa nasoma, naondoka nasoma naondoka. Basi siku hiyo nikaja tu nikakutana na shekhe pale. Basi nikamkabili, kumuomba bayat, akanipa. Basi Sheikh Munawari kakaa hapo na mimi nimekaa hapo kwenye ile meza kubwa, nikajaza bayat.
Ukawa mwanajumuiya? Nikawa mwanajumuiya tayari. Umejaza baiat, umekuwa mwanajumuiya na historia ya jumuiya unaifahamu kipindi. Baada ya hapo mabadiliko, nini kilibadilika kwako baada ya kuwa umeshajaza baiat na umeshakuwa Ahmadiyya? Kilichotokea ni msisitizo, kwa sababu baiat inaeleza kwamba mwanajumuiya anatakiwa we 1, 2, 3, 4, 5. Sasa mimi nilikuwa katika mstari. Nilikuwa katika mstari nafuata ule utaratibu. Sasa basi ikawa hivyo. Uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uliimarika kiasi gani na ulikuwa mkubwa kiasi gani? Kwa maana kama kuna maombi, kuna jambo ambalo ulikuwa unaliomba au liliomba au lilikuwa linakutatiza ukamwomba Mwenyezi Mungu akakusaidia, tueleze hayo kidogo. Kwa kweli mambo ni mengi, lakini tunataka tupate angalau hata moja. Ni kwamba angalau hata moja. Kuna jambo moja ili ninalitanguliza sana ambalo kama unavyoniambia kwamba hata moja. Kuna siku nilikuwa natoka kazini. Na wenzangu. Sasa tuko kwenye gari. Tuko kwenye gari ya Bwana Mgunda. Bwana Mgunda unapata habari zake Bwana Mgunda. Tuko kwenye gari, alikuwa na pick up. Sasa mbele alikuwa yeye na katibu na secretary wa ofisi yetu. Sisi wengine tulikuwa nyuma. Bwana Mgunda ndo alikuwa na drive yeye. Sasa tulipofika pale Tazara, sisi tulikuwa mbele, nyuma kukawa gari moja la jeshi kubwa limebeba maaskari wengi wamejazana mle. Naona sasa sisi tulikuwa tunaenda tunazungumza. Sasa tulikuwa na mfanyakazi mwenzetu mmoja alikuwa hasikii vizuri. Na akizungumza unashawishika tu wewe ucheke. Unapata kicheko tu kutokana na ile appearance yake, ukimwona anavyozungumza na nini. Basi tulikuwa tunapenda sana tuwe naye. Kwa kutufurahisha. Basi tulikuwa wote kwenye gari moja. Sasa kama kawaida, sasa tukaenda tunazungumza na nini na hivi. Sasa tukawa tunacheka mimi mwenye gari na nini, naona tunazungumza, unafanya hivi, unatizama hivi. Na kwa kuwa tulikuwa karibu na wale wanajeshi, sasa wale wanajeshi wakatutafsiri kwamba tunawacheka wao. Wakatutafsiri kwamba tunawacheka wao. Naona basi wakawa wamesemezana. Basi tukawa tunatoka tunakwenda kutokea pale kwenye kona mpaka Sheli pale, kama unateremka unakoelekea Ubungo. Maana Bwana Mgunda alikuwa anakaa Ubungo na mimi nilikuwa nakaa Sinza wakati ule. Sasa kufika maeneo yale, lile gari la jeshi likatoka likatukuvateki, likaenda likasimama mbele yetu kutusimamisha ghafla. Basi wakashuka pale maaskari kadhaa, wakaja wakatuzunguka pale, wakataka tuwafahamishe kwamba tulikuwa tunacheka nini tukiwa kwenye gari mle. Tulikuwa tunacheka nini. Basi tulikuwa tunatoa maelezo. Sisi tunakuwa mazungumzo yetu, tunazungumza, tunafurahi na nini na hivi. Tunatoka kazini, tunarudi zetu nyumbani. Akasema hapana, tusemeni kweli. Sasa kwenye ile gari mimi nilionekana kama ndo kidogo nina makamu. Basi wakanisakama mimi. Wakanisakama mimi kutaka niwaeleze ukweli kwa nini tulikuwa tunacheka. Mimi nikastiki tu hapo kwamba sisi tulikuwa tunazungumza mazungumzo yetu tu, ndio tufanya tuwe tunacheka, tufurahi tu. Naona basi akasema hapana. Kwa hiyo kama mtaki kusema kweli, basi alinishika shati hapa yule askari mmoja, akanivuta kwa nguvu namna hii kunitoa. Nikamwambia tashuka tu mimi. Basi nikashuka.
Basi wakanilazimisha nipande kwenye ile lori lile. Basi nikapanda kwenye ile lori mpaka gari likaenda mpaka Lugalo kule. Lugalo Barracks kule. Basi wakati tunaenda, mwili wangu mimi ulikufa ganzi. Kufa ganzi. Kawa naomba sana sana kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana Mwenyezi Mungu. Nafikiria hawa watu maamuzi yao ya kunichukua mimi ni kwamba kule wataenda kunidhalilisha, wataenda kunipa adhabu, watanipa taabu, yani itakuwaje? Mwenyezi Mungu nistiri, nisaidie, uniepushe na hili jambo. Nimeomba sana 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 sana. Basi tumekwenda tukaiacha hii Bagamoyo Road, tukaingia sasa, tunaingia barracks. Tunaingia ndani kwenye fence jeshini mle. Basi kuingia ndani mle jeshini, ile gari iliwaka moto. Ilianza kufuka moshi, paka shika moto kabisa baba. Ikaeka. Basi kabidi gari limesimama pale, basi wanyoka kwa shuka na mimi tukashuka pale. Ikaeka. Basi wao wenyewe wakaniambia, wewe mchawi wewe, sijui nini, ukanipa mali, kanisukuma hivi tu. Tunaenda zako sukuma. Basi nikatoka zangu hiyo, nikakimbia. Kwa hiyo nikawa nimenusurika. Amekunusuru katika nikasema hii si nusura ya Mwenyezi Mungu hii. Sasa. Na vile vile ni somo kwa wale maaskari wale. Sasa. Tukimalizia katika kipindi chetu, kujiunga kwako na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya kumekusaidia nini wewe pamoja na familia yako? Kwanza nimepata mwongozo. Sawa. Hatua ya pili nimepata kazi. Faida. Hatua ya tatu pia ni hata na mke. Umepata mke. Manake wakati tunakuja huku msikitini, dada yangu ndio aliyemuona huyu binti hapa msikitini. Kila Ijumaa alikuwa anakuja hapa. Sawa sawa. Naona sasa ndio ambaye aliyekuwa mke wako. Aliyekuwa mke wangu sasa na ukafanikiwa kumuoa. Manake sasa aliporudi nyumbani anaambia kwamba Kasim, kuna binti msikitini kule ametulia, yuko hivi na hivi, akawa ananipa sifa zake. Sasa akaniambia, kwa nini usimuoe huyo binti? Basi sasa kaambia, lakini mbona dada bado mapema hivi, na shughuli bado hazijastakimu na hivi, na mke anahitaji kuenziwa, kuhudumiwa na kila hali. Mzee Kasim, muda wetu unatupa mkono na maelezo unayo mengi na mazuri, lakini tukienda kwa haraka kwa kumalizia, maana tumebakisha dakika chache. Ndio. Utueleze kidogo kuhusiana na uhusiano wako na ukhalifa. Umekuwa imara kiasi gani? Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni kwamba mimi nimejiunga mwaka 65, nimecheza bayati mwaka 65 mwishoni. Sasa tangu hapo nakumbuka kuna makhalifa kama wangapi, na kwa enzi zile alikuwa ni khalifa watatu yule Nasiri. Kwa hiyo umekutana na khalifa watatu, umekutana na khalifa wanne na sasa hivi khalifa. Kwa hiyo haya yanayojitokeza kupitia kwa haya makhalifa wote, mimi nakuwa niko nao kama mawasiliano na kila hali. Unawashauri nini watu ambao hawajajiunga na Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya? Wasiwe wagumu wanapofikishiwa ujumbe au maelekezo kuhusiana na Jumuiya ya Ahmadiyya, wasipoteze muda. Huko waliko wanapoteza muda. Wao ni kumpokea Masihi al-Maud kwa wakati huu. Sawa sawa. Kwamba Mzee Kasimu Maftaha anasema kwa wale ambao wasiokuwa wa Ahmadiyya kwamba wanapopewa ujumbe juu ya Masihi aliahidiwa, basi wasipoteze muda, wampokee Masihi wa zama hizi. Kwa hiyo wewe ambaye hujajiunga na Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, kama unapata ujumbe huu kutoka kwa Mzee Maftaha, basi tunaukaribisha katika Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya,
na umesikia historia yake namna gani na jinsi alivyojiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya mpaka leo hii hapa alipo. Na mimi kwa kufikia hapa sina la ziada, na kukaribisha uendelee kutazama vipindi vingine ambavyo vinavyoendelea katika chaneli yetu ya MTA Africa. Mpaka wakati mwingine nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.